Kuna kanuni za kufanikiwa nyingi. Moja wapo inasema hivi, speed kali ni nzuri, lakini ni nzuri zaidi ukiwa kwenye mwelekeo sahihi. I say again, it is not only a higher speed what makes it, but on the right direction. Kwamba speed kali ni nzuri, ila angalia uko kwenye mwelekeo sahihi. Namba 2, inasema speed kali ni nzuri, ila angalia uko na wenzako. Are you with the people? Yes, you are on the high speed, but are you with the people? Unaweza kuwa kwenye high speed uko peke yako, halafu tuambie wengine, unaona nimebaki peke yangu tu, wameniacha. Sio kwamba wamekuacha. Wakati inahesabiwa 1 2 3 go, sisi hatukujua, ulichomoka mwenyewe. Kwa hiyo lazima kwanza, kabla hamjaondoka, patana na nyonga. Tukiondoka wote, ngoma ikigongwa pacha, wote tunaondoka, ili kila mtu ajue kinachoendelea ni nini. Ni saa ya ufufuo na uzima duniani. Unaelewa Kanuni ya 3 inasema it is okay to be at a higher speed. Are you guaranteed for a safe arrival? Ni sawa uko kwenye spidi kali, je, una uhakika wa kufika unakokwenda? Kwa sababu spidi kali ndio sababu mojawapo ya ajali nyingi. Kwa hiyo unaweza kuwa wewe, nimesema mara ya kwanza, uko kwenye spidi kali lakini uko kwenye mwelekeo sahihi. Unaweza kuwa kwenye spidi kali, si tunakwenda Mwanza, wewe umepiga barabara ya kwenda Arusha, ila spidi ni kali. Unaweza kuwa kwenye spidi kali lakini uko peke yako. Unaweza kuwa kwenye spidi kali lakini huna hakika ya kufika. Kwa hiyo popote pale unapotaka kwenda vizuri, make sure wanafunzi wangu wananielewa, wako pamoja na mimi. Viongozi wenzangu wananielewa, wako pamoja na mimi. Mmenielewa ndugu zangu Siku yoyote utakapokuwa kiongozi mahali, ukitaka kwenda kwa speed, wenzako waielewe kwanza speed ni ya kuelekea wapi. Je, kushoto? Je, kulia? Je, magharibi? So it is very important. These are also rules that they are so much engaged when you are working in a company. Yes, you want your company to prosper. You want the company to perform well. Yes, it's good to move at a higher speed, but are you on the right direction? Yes, you want your company to arise above margin, but are you with the people? Yes, you want your company to be colorful for very short moment, but is their arrival guaranteed? Una hakika tutafika tunakokwenda? Lazima uangalie hayo yote. Na ukiwa kiongozi lazima ujifunze kuangalia kama kiongozi. Kiongozi anaangalia kama kwa dimension 4. Dimension ya kwanza ambayo kiongozi anaangalia, kila akiangalia jambo kiongozi anatakiwa aone kabla ya wengine. Kiongozi anatakiwa aone kabla ya wengine. Yaani kitu nakiona kabla wengine hawajaona, ushaona hapo. Ili usizime moto, jifunze kutoa maamuzi kwenye level ya dalili. Yaani kwenye level ya dalili unatoa solution. Kwa sababu kuna mtu anaelekea mahali, kuna dalili za mtu anaelekea kuharibikiwa. Sasa kumsaidia aliyeharibikiwa huwa ni kazi kubwa, lakini kumsaidia anaelekea kuharibika akiwa kwenye dalili ya kuharibika ni rahisi zaidi. So viongozi wazuri ni wale wenye uwezo wa kusoma alama pamoja na signs and symptoms. Hata kwenye kampuni, even in a company, kiongozi you must see before others. Jambo la pili, ona kuliko wengine. Ona kuliko wengine maana yake kama ni kitambaa, paka unakiangalia wewe unajua ni cotton au ni polyester au ni katani. Wengine wanasema tu kitambaa, wengine wanasema tu kitambaa cheupe, lakini kiongozi anaona ni kitambaa ndio, ila ni cotton au ni polyester au ni katani au ni nylon. Kiongozi unaona sana kuliko wengine. Kwanza umeona kabla, alafu unaona sana. Wengine wanaona kulikuwa na wadada wawili, wewe unasema kulikuwa na wadada wawili wenye umri kama wa miaka 19 na mwingine kama amevaa nguo ya rangi fulani. Yaani kiongozi unaona sana. Ona kabla, ona sana. Utakapoona kabla na ukaona sana, una uwezo wa kutatua tatizo mapema sana. Ona sana, ona kabla. Nikupe mfano wa kanuni hiyo, ona sana, ona kabla. Kidogo. Wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya Babeli, Shushani ngomeni, ambao ndio Irani ya leo. Sasa Nehemia amemuomba Mungu, Baba Mungu, tunaomba utupe ruhusa tuondoke. Watoke Babeli, wanarudi Israeli. Sasa Mungu anamwita Nehemia, mfalme anamwita Nehemia, unataka jambo gani? Nimewaruhusu muondoke. Nimewaruhusu mfanya nini? Muondoke, nendeni. Nehemia anaona kabla kwamba tukiondoka hapa njiani kuna wafalme wa mto wa kadhalika na wengine watatuzuia. Nehemia kabla hajaondoka anamwambia mfalme, na kuomba tukiwa tunaondoka tuandikiwe barua. Njiani kuna watu wengine ambao akili zao ni mbovu, watu wako, ila akili zao mbovu, tuandikiwe barua. Mfalme anasema vema, barua iandike. Nehemia anarudi kwa mfalme tena, mfalme, barua imeandikwa ila
Tunakwenda kujenga nyumba ya Bwana, hatuna vifaa vya kujengea. Mfalme anasema ingieni kwenye msitu wa mfalme mkate miti mwende. Yani anaona kule kabla hajaondoka, anaona kabla, anaambiwa sasa kuna wafalme wa ng'ambo ya mto ambao na wenyewe ni wakorofi. Mfalme anasema waandikiwe barua, na wenyewe wanaandikiwa barua. Sheria ya usahihi, sheria ya kufanya jambo kwa usahihi inaanza na kuona kwa usahihi, na kuona kwa usahihi ni kuona kabla, kuona sana.